JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Sawa bana, kama unavyoona hapa nimekusogezea bimdada mwingine ambapo amekuja kushiriki tuzo zetu za siku leo. Na kwenda kupiga naye story moja mbili tatu kwa muono wake ambapo anapoona kwa kisa ambavyo amevyoandaa tuzo zetu hizi kwa siku leo. Inakuaje dada? Salamu. Uko poa? Niko poa. Kwa leo umepokeaje? Nimeona sawa sana. Nimefurahi kutana na wapendwa wa Kristo wenzangu. Nimefurahi sana. Sasa upo kama nani hapa? Mimi. Ni mwinjilisti kama mwinjilisti wengine kutoka The One Family. Labda unajisikiaje kwa kuwa Nyumbani Gospel Award kutuandalia tuzo kwa mara ya kwanza kwa mwaka huu hapa? Kiupande wangu, rudilia swali. Labda ni muono gani ambapo unaona kwa Nyumbani Gospel Award kwa kutuletea tuzo kwa mara ya kwanza hapa kwetu? Ni sawa. Na ninapongeza sana na naomba hii aliendelee kwa ajili ya kutuhimiza kuhusu uimbaji. Inatuhimiza sana kutusaidia katika kuenenda sawa katika Kristo. Labda umefanya hivi kwa kukuza vipaji vya wale wasanii chipukizi ama tu ni kwa wote? Ni kwa wote, mimi sina upendeleo. Ni kwa wote. Ni changamoto zipi ambazo zilikuwa zikipitia kwenye upande wa kupiga kura? Changamoto ni nyingi tu. Lazima tukutane changamoto. Maana hakuna mtu ambaye anataka kubali kutokupita. Kila mtu anapenda apite. Huyu atakuja unichague mimi, mwingine anapika unichague mimi, kila mtu anajipendelea. Ila nitakavyosema kwamba wana gospel hapa wanafanya vizuri. Wanafanya vizuri. Kikubwa tu ni kuwahimiza kikazi. Waendelee vizuri zaidi. Neno moja kwa Nyumbani Gospel Award ambalo unaweza kuwaambia muda huu hapa. Neno. Kwa kweli neno langu kwa upande wangu, mimi nitakachokiomba tu mimi nawapenda sana na nitakachokiomba waendelee tu, sina kingine Wewe kama mfuatiliaji wa gospel ama nyimbo za injili hapa kwetu, ni wimbo upi ambapo ulitokea kupenda mwaka huu hapa? Nyimbo ni nyingi, ukiwemo wimbo wa Chumbo, Ombetike Ochimba, ukiwemo wimbo wa Beatrice Medar. Sijui kama unaimbaje hapa. Sawa. Labda uliona upangiliaji wa gisa ambavyo walivyopanga zile nominate ama sio? Labda ni pande zipi ambazo uliona walikuwa wamepanga vibaya? Kiupande wangu sijaona ambako wamepanga vibaya. Kwanza message, nyimbo ziko tu vizuri. Nyimbo zinavutia kwa kweli, nyimbo zinafundisha, zinatujenga. Neno moja kwa mafanzi wa GPS TV na mafanzi wa Nyumbani Gospel Award. Neno moja kwa mafanzi wa GPS na mafanzi wa Nyumbani Gospel Award. Neno langu kwaoni kwamba mimi nawapenda sana. Nawapenda sana? Labda pengine unaitwa nani vile tukufahamu kwa jina? Naitwa Fina. Unaitwa Fina? Ni muimbaji ama tu umekuja kama nani hapa? Mimi ni muimbaji kutoka The One Family. Upo kwenye kuwania tuzo ama vipi? Eti? Upo kwenye kuwania tuzo? Hamna, mimi nakuja kuchagua tu. Nakuja kuchagua maana mimi katika zile level za wale waimbaji wakuu mimi sijafikia. What's upcoming? Mwakani tutategemea utakuwepo sio dadangu? Hongera sana. Namtanguliza Mungu atakavyotaka. Ile umependeza dadangu. Hongera kwa kupendeza. Asante sana bana, nilikuwa napiga naye story moja mbili tatu bimdada huyu hapa kama mnavyomuona. Niseme kwamba endelea kutufuatilia na kupata matukio yote kupitia hapa GPS TV. Uko nami Kudra. Boom. Niko poa. Bana nakuona kwenye suit FC. Ndo kawaida yangu. Hata ni kitu gani ambacho ungetuambia kwa siku leo kwa kuwepo katika tukio letu la leo? Mungu ni mwema ndio maana niko. Yes. Hata ni kitu gani ambacho unachojivunia kwa Nyumbani Gospel Award? Wanafanya kwa haki. Wanafanya kweli. Labda pengine ni changamoto zipi ambazo ulikuwa ukipitia kuona tuzo zinapigwa? Sijapitia changamoto yoyote ile. Hujapitia changamoto yoyote ile. Yes. Hata ni sehemu zipi ambazo ulikuwa ukiona katika zile nominate ambazo walikuwa wamezipanga wao? Ni sehemu zipi ambazo ulikuwa ukiona hapa hawajafanya vizuri? Sijaona. Labda kitu ambacho kinakwenda kutendeka hapa kitakuwa kwa haki ama vipi? Wanafanya kwa haki. Unasimama hapa kama upcoming kama sijakosea au si? Ndio. Labda katika wale watu ambapo ulikuwa ukipinga, labda upo nao katika kwenye eneo moja la kupambania tuzo hii hapa. Labda pengine unaona ni yupi ambapo labda pengine atakuwa kama kipingamizi kwako? Kwa kusema kwamba hilo ni jambo la Mungu kwanza. Kwa sina mengi la kusema. Neno moja kwa wasanii ambapo wamekuja kuwania tuzo zetu kwa siku leo hapa. Mungu awabariki kwanza. Awabariki kwanza. Yes. Na kwenye kupambana na kazi labda pengine anaweza ukajikuta mtu kapambana mwaka huu lakini mwakani akawa down kwa kikazi. Na nawaambia kwa Mungu wawe juu, wasibaki chini. Wafanye kazi kwa moyo mmoja. Labda ni wimbo upi ambapo ulitokea kupenda mwaka huu hapa ambapo tumemaliza mpaka kufika siku leo? Mimi niseme kwamba
Mungu amenijalia vitu vingi sana. Jalia vitu vingi sana. Yeah, na Mungu nampenda sana. Ndio maana nafanya kazi yake. Yes. Fursa hii hapa ambapo wameileta hapa ni kwa wale wasanii chipokezi ama tu ni kwa wasanii wote ambapo wanafanya kazi hapa kwetu ya gospel? Yeah, wameleta kwa sababu ya wasanii wote wa gospel. Hongera sana kakaangu. Asante. Neno moja kwa mafansi wa GPS TV na mafansi ambapo wa Nyumbani Gospel Award. Ya Mungu awabariki sana ndugu zangu ambao mnatusapoti kwa kazi hii hapa ya Injili. Yeah, Mungu awabariki sana. Kwa wale ambapo wanategemea tuondoka na chuma inakuwaje hapo? Wategemee kitu kizuri sana. Wape moyo baba. Yeah, tutazidi kufanya kazi. Na leo tunzo tunaondoka nayo. So yeah, naweza nikaondoka nayo. Unaweza kuondoka nayo. Yeah. Lakini tuseme kwamba ninaweza, lakini hauja. Yeah. Bana niseme kwamba bana nilikuwa naye Mtumbadi hapa. Nilikuwa wewe naye. Sasa bana kama unavyoona tupo eneo la tukio kama unavyoona pamejaa. Leo tunakwenda kupiga tena story moja mbili tatu kama unavyoona kwa masaa ambapo hapo hapa maeneo hapa nakwenda kuishi nao kwa siku leo. Kuna Mikudra. Ndiye kamera kiwepo Mtumbadi. Kevin ukimwita Soweto. Ndio habari sasa. Uko poa? Uko poa. Umesikiaje kwanza kwa kuwepo siku leo? Na furaha sana. Labda eneo labda pengine upigaji wa kura kwanza ulikueje kwako kama Ivete Kembo? Siwezi nikajua. Labda vipengele vyote ambavyo gesi vilikuwa vimepangwa pale ama nominate ulivichukuliaje kwako wewe? Kawaida tu. Kama siku leo unakwenda kuondoka na chuma kama ilivyokuwa hapo awali ama vipi? Nategemea matokeo yote ambayo yatatokea leo, namshukuru Mungu. Na pengine ukipata tuzo zitakuaje kwanza? Eti? Ukipata tuzo zitakuaje kwanza? Nitamshukuru Mungu pia. Kama maguli kwa maana hapa kwetu kuchukua tuzo. Na ukichukua tuzo siku leo zinakuwa kama ngapi kwako? Zinakuwa 3. Umeonaje kwanza kitu ambacho Nyumbani Gospel Award wamekifanya kwa mara ya kwanza hapa kwetu? Sijasikia vizuri, kelele zinanisumbua. Unaonaje kwanza kitu ambacho Nyumbani Gospel Award wamekifanya kwa maeneo hapa kwetu kwa mara ya kwanza? Naona tu ni sawa sawa, hakuna kitu ambacho kiko tofauti. Kwa miaka yote hapo nyuma ambapo mlikuwa mkifanya kazi aziendi mbele na azionekane, lakini siku leo Nyumbani Gospel Award wamewaletea kitu kama na hiki. Unajifili vipi dadangu? Kazi sikii. Bana vurugu ni nyingi sana. Bana ngoja nipige na story moja mbili tatu na Fiston Achumbo. Bana zidi kusogelea TV yetu hapa. Habari sasa kaka? Salama sana. Uko poa? Umependeza kakaangu. Asante. Labda unajifili vipi kuwepo siku leo hapa kwetu? Nasikia happy sana. Sikia happy. Unaonaje kwanza Nyumbani Gospel Award kitu ambacho umekifanya kwa mara ya kwanza hapa kwetu? Wamefanya kitu kizuri sana. Na pengine ungependa kijirudie mara kwa mara ama vipi? Kabisa. Hili jambo liendelee. Ni kitu gani cha kujivunia ambacho umekiona kwa maeneo hapa kwetu wagisi ambavyo watu wametukia kwa wito mkubwa hapa katika eneo la tukio? Yaani jambo tu la kumshukuru Mungu ni wanajituma. Wanajituma kabisa. Yeah. Na pengine tutegemee kwa Fiston Chumba kuondoka na chuma ama vipi? Tuna mapenzi ya Mungu yatafanyika. Yaani upigaji wa kura kwako kwanza ulikueje? Mimi siwezi jua vile. Maana umepiga ngoma kali ambapo watu wanategemea Fiston Chumba leo anachomoka na chuma. Sawa. Ni shavlipi ambapo umeona Nyumbani Gospel Award wamelifanya. Bana kama unavyoona wamemuhita. Hapo alikuwa Fiston Chumba na kuna Mikudra. Ndio kama unajua Mtumbadi. Tumetoka Soweto kama baba yangu kwa wazi. Bila zangu kwa wazi. Bila kukosea hapo. Tunaona tukio kuendelea na watu wamepokea kwa ukubwa zaidi. Bana zidi kushuhudia matukio kupitia hapa GPS TV. Kwa maana tuko pamoja tuko. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.